Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimemega headline huko mtandaoni ni pamoja na hili jambo ambalo amelizungumza huyu bwana si mwingine bali ni Diamond Platnumz. Diamond bwana amezungumzia kuhusiana na sakata zima la kutengenezwa kwa arena hapa Tanzania. Sasa jambo ambalo limehappen bwana ni kwamba kwa muda mrefu sana wasanii wa Bongo Flava wamekuwa wakilalamika au wamekuwa wakililia serikali iweze kuwatengenezea sehemu, yani ukumbi mmoja mkubwa sana kwa ajili ya shughuli za kiburudani, yani ukumbi ambao utakuwa unatumika kwa ajili ya kufanyia event kama vile za ugawaji wa tunzo, vile vile bila kusahau kuwepo pia na ukumbi huo utumike kwa ajili ya kufanyia show kubwa. Kama unakumbuka vizuri, mnamo miaka kadhaa iliyopita bwana, kuna jambo la tunzo ambazo zilikuwa ni tunzo za Trace Music Awards, ambapo mwaka mmoja kabla zilifanyika kule nchini Kigali, Rwanda, lakini mwaka ule ufuata ikabidi zifanyike Tanzania, na ilikuwa ni moja kati ya heshima kubwa sana katika mziki wa Bongo Flava kuheshimishwa kutoka hapa Tanzania mpaka tunzo kubwa kabisa hizi kutoka Afrika kufanyika nchini humo. Kwa hivyo basi ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo viliwafanya watu wengi sana walikuwa very excited, na tunzo hizo zilifanyika kule Zanzibar, lakini kwa mujibu wa jinsi ambavyo maandalizi yalivyokuwa, ni kwamba kwa hali ilivyokuwa bwana, kwa namna moja au nyingine hali ilikuwa ni tete kidogo, kwani tunzo hizo zilifanyika nje ufukweni na jukwaa lilikuwa likiharibika, kulikuwa kuna matatizo ya hapa na pale, jambo ambalo kidogo halikuridhisha watu wengi, yani expectations za watu wengi hazikuwa met kutokana na kwamba kulikuwa kuna changamoto nyingi. Na yote hiyo ni kwamba iwapo kama kungekuwa na arena Tanzania, basi moja kwa moja ilikuwa ni jambo jepesi sana kwa tunzo hizo kufanyika katika arena hiyo, tofauti na kile ambacho kimetokea pande hizo za Zanzibar katika ugawaji wa tunzo za Trace Music Awards ambazo zilifanyika nchini Tanzania. So kwa upande wa Kigali Rwanda, japokuwa ni nchi ndogo, lakini wenyewe wametengenezewa arena. Kwa hiyo ina maana kwamba industry ya muziki wa Rwanda kidogo imepiga gepu. Serikali yao imeamua kuwapa thamani kubwa wasanii na kuwatengenezea arena. Tofauti na hapa Tanzania, wasanii bwana wamekuwa wakilalamika kwa muda mrefu kwamba wanahitaji arena, na hicho ndicho kitu ambacho amekizungumza zaidi Diamond Platnumz kuhusiana na sakata hilo, akiwa anazidi kuisii serikali iweze kutengeneza arena kwa ajili ya shughuli kubwa za kimuziki hapa Tanzania, kwani muziki ni moja kati ya chanzo cha mapato makubwa kabisa katika serikali ya Tanzania kwa wananchi. Muziki umegawa ajira kwa watu wengi. Muziki umekuza sekta mbalimbali kama vile sekta ya habari na vitu vingine kama hivyo. Sasa hili ni jambo ambalo amelizungumza Diamond Platnumz kwa muda mrefu sana pale Wasafi FM, katika interview ambayo ameifanya exclusive kabisa na Lil Omi. Katika interview hiyo bwana, Diamond amezungumza vitu vingi sana, vingi mno. Tutakava kimoja baada ya kingine na tutaangalia pia maoni ya wadau yamezungumzaje, lakini kwa hii leo tunataka tuzungumze kwanza kuhusiana na hili swala la arena, kwani limemeke headline kweli kweli kutokana na kwamba Harmonize Konde Boy ni moja kati ya wasanii ambao wamekuja kujibu swala hilo, akiwa anapingana vikali na kile ambacho amekizungumza Diamond Platnumz. Kwa upande wake Harmonize bwana, yeye amekuja hapa amelizungumzia swala hilo, akidai kwamba alichokizungumza Diamond bwana hakina mashiko, na serikali imejitahidi sana, imefanya vitu vingi sana vikubwa, na pia vile vile iko na project nyingi ambazo zinaleta matokeo chanya kwa jamii. Hakuna sababu ya kufocus zaidi kwa sasa na arena. Kwa kifupi ni kama vile Harmonize ameamua kumcrush Diamond, yani mchana kweupe kabisa, jambo ambalo limeibua hisia za wadau wengi sana. Wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na kile ambacho Harmonize amekizungumza. So hapa bwana, nataka umsikilize Harmonize mwenyewe alivyolizungumzia swala hilo, alivyocrush hiyo topic ambayo amekuja nayo Diamond Platnumz. Assalamu alaikum, Bwana Yesu asifiwe. This is Konde Boy and this video for Tanzanians only. Last night I was online, I'm in Joburg, and I saw
nice studio. Congrats to my brother and his company and whatever. One thing I didn't like. Harmonize huyu bwana amegonga yai, yani amezungumza Kiingereza kitupu akiwa anamaanisha kwamba bwana, siku jana wakati niko Johannesburg, South Africa, nimeona interview na of course nimependa sana studio. Hongera sana kaka kwa kupata studio kali, lakini kuna jambo moja ambalo sikulipenda. Akaendelea hapa Harmonize. Kuna sababu yoyote ya kuattack government ili trend? All time there was no point of attacking government ili iweze ku trend. You get a point. Hakuwa na sababu yoyote. Sababu and the next time ukiwa una address vitu vya kitaifa, just make sure kwamba unasema that's my opinion. Isionekane kama wasanii wote ndio tunafikiria hivyo au wote kufikiria umeishia hapo. We all need arena, kila mtu anajua, lakini we go step by step kwa sababu kuna uhitaji mwingi zaidi. Umeona maana tuna uhitaji kuliko arena. So ukichunguza vizuri nakupa kinda selfish idea vibe. Kwa sababu watu wanahitaji dawa hospitalini, watu wanahitaji huduma tofauti mashuleni, tunahitaji sehemu, watu wanakesha kwenye mafoleni, though that constructions zifanyike, tunahitaji barabara nyingi zaidi, tunahitaji flyovers nyingi zaidi. Kwa sababu tukisema leo tunaandaa event hapa watu 20 Dar es Salaam, you can't get them together ASAP. Unatakiwa utangaze 6 months watu ndio waweze kuja. Na hawezi kuwa Dar es Salaam. So Dar es Salaam is busy, watu wanatoka mikoani. So hapo unaona kabisa uhitaji roads, constructions, uhitaji vitu kama SGR. So as nation we are moving, ukianza ku compare ourselves to others, you lose already. Winning is a mentality in the sense. So me nadhani we good and we are going together. There is no point of hakuna sababu yoyote ya kuviaddress hivyo vitu. Now why I'm recording this video kwa sababu sitaki kuonekana kama naita udaa kwa msemaji. I know a lot of artists they cannot say hawezi kwa sababu zao binafsi, which is a really do shit na respect kila mtu's opinions, but sitaki ile kauli ya kuonekana kama samaki akiuza mmoja wote wameoza, kwa sababu kwa ninachojua serikali inatubeba wasanii since JPM. Umeona bana, hata zenza Mzee Kikwete weka wasanii pamoja tofauti ya serikali. So hii naona kabisa kwamba inaweza karibu mkate hata kwa watu wengine ambao wanapewa favors za serikali au wanapewa kazi za serikali, wasanii pia. Kwa sababu tunaona matukio tofauti ya serikali, wasanii wanaenda kuperform na wanapata riski, kiwemo sisi sote. So saki ile kauli kusema samaki akiuza mmoja wote wanaoza. We still need government na iko hapo mstari wa mbele. You get it? So yeah, we move slowly as a nation, I understand. Kwa sababu hata hivyo viwanja vya mpira ambavyo vinazungumzwa kwa vinafituliwa kila siku. Tunavyokuwa na matukio yetu ya kimuziki tunafanya kwenye viwanja vya mpira. Everyone, wewe utakuwa shahidi. If you're watching this, we're shahidi. Na serikali inatoa permission. I don't know what was the idea, lakini I didn't like that. So it's like unaonekana kama wasanii wote ndio opinion zetu zimeishia hapo. We do respect my brother, but this is too personal because commission ya wasanii ikionekana msanii leo anaizungumza. Assalamu alaikum bwana. Yeah, so hicho ndicho alichokizungumza Harmonize Konde Boy, na hapa kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa kuna page imeandika kwamba msanii wa muziki Harmonize amemjibu Diamond Platnumz kwa kauli aliyoitoa kuhusiana na serikali kutojenga arena kwa ajili ya matukio ya wasanii nchini. Harmonize amemwambia kuwa hakukuwa na sababu ya kuishambulia serikali, unatuharibia wasanii kwa serikali. Serikali imetubeba sana wasanii. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia kuna reaction. Kuna reaction za wadau mbalimbali kuhusiana na hiki alichokizungumza Harmonize dhidi ya Diamond Platnumz. Bwana, tukutane katika video zinazofuata, bado mambo ni mengi. Endelea kuwa karibu nasi na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.